Katika ukurasa wa Instagram wa Baba Asma ambaye ndio mwongozaji wa tamthilia ya Dunia aliandika kwamba itoshe kusema kwamba sasa sijaona mwigizaji wa kike anayefika uwezo wa hiki chuma. Violet Frank aliweza kumtagi akasema kuwa huwa unanishangaza mara zote mwanangu, akasema kwa uwezo ulionao nilitegemea uwe msanii unayenisumbua zaidi, lakini una nidhamu kupitia maelezo na una spirit ya hali ya juu. Naomba leo nikupe kiti chako mwanangu. You are the queen of Bongo Movie. Mungu akubariki sana mwanangu. Sasa niukaribisha moja kwa moja, hii ni Bongo Focus. Jina langu naitwa Paul. Niukaribisha na hii kama nilivyokujuza hapa tupata nafasi ya kuweza kuzungumza mambo machache. Kama ulivyoweza kutazama hapo aliweza kusema kwamba Violet ndiye mwigizaji bora kwa sasa katika upande wa tamthilia. Yani ukiacha tamthilia, yani Bongo Movie kwa ujumla, anazungumza kwamba ndiye mwigizaji bora. Sasa leo tutapata nafasi ya kuweza kuzungumzia ni vitu gani ambavyo vinampa nafasi, au ni vitu gani ambavyo vimeweza kufanya Asma aweze kutaja kwamba Violet ni miongoni mwa watu ambao waigizaji bora. Anataja kwamba ndiye mwigizaji bora kabisa kwa sasa wa Bongo Movie. Lakini pia nikupe challenge hapo chini, mwana Bongo Focus, kama ni mwanafamilia wa kwanza kabisa, hakikisha unaungana na sisi kwa kubonyeza neno subscribe. Lakini kujuza tu kwamba hakikisha unaungana na sisi kwa kusubscribe. Lakini pia hapa nafasi pia kuweza kutoa maoni yako hasa kwa upande wako. Naomba uweze kunitajia kwa upande wako wewe kwa sasa katika upande wa Bongo Movie, hasa katika sasa hivi katika upande wa ambapo tupata kuona ni kwamba tamthilia kidogo zimezidi kushika kasi. Naomba uweze kudondosha hapo kwenye comment jina la mtu ambaye unahisi kwamba yeye ndiye queen of Bongo Movie, mdada ambaye anafanya poa sana katika upande wa uigizaji. Lakini Baba Asma ameweza kutuambia kwamba kwa yeye kwa upande wake anasema kwamba hii kutokana na tamthilia ya Dunia, jinsi ambavyo Violet anaifanyia kazi, jinsi anavyofanya, basi inamfanya aweze kuwa queen namba 1 kabisa wa Bongo Movie. Sasa hapa hayo ni maoni yake au mawazo yake, lakini pia tupata nafasi ya kuweza kuzungumzia hasa kwa nini amesema hivyo. Kwanza tukianzia Violet Frank ni miongoni mwa waigizaji ambao wanashiriki katika tamthilia kwa sasa inaozidi kushika kasi kweli kweli, na pendwa hasa kwa wafuatiliaji wale wa mitandao ya kijamii. Ukiingia katika mtandao wa YouTube sasa hivi, moja ya tamthilia ambayo inapendwa zaidi ni tamthilia ya Dunia. Kwa hivyo moja ya point ya kwanza ndiye main character, ukiachana manyanya hao ndio main kabisa katika kila scene. Episode 1 hadi sasa hivi ilipofikia 120 na kitu, uwezo ukawakosa hawa katika kila episode. Wapo manake hawa ni wakuu hasa katika, yani tukizungumzia kwenye wale main character ni hawa ni wawili, lazima wahusiki, yani lazima wawepo, lazima waweze kuongelewa. Kwa hivyo moja kitu kinachombeba cha kwanza itabidi uweze kunoti hapo, cha kwanza ni kwamba anacheza katika tamthilia ambao ni kubwa sana. Lakini pia ukiachana hao ni kwamba yeye ni main character ambaye ameapia katika episode zote mwanzo hadi mwisho. Kwa hivyo hii ni moja kati ya sifa nyingine. Moja kati ya sifa ya kipekee kabisa ni kwamba yupo makini sana, hakurupuki afanyeje. Nyingine sifa, huwa anacheza na hisia, ni mtu wa kuexpress hisia kwa ukaribu sana. Kama ni kulia analia kweli kweli hadi unapata ile mizuka kweli kweli. Ukijaribu kutazama katika hizi hatua za mwisho hapa, amekuwa akilia sana, akiumia. Ukitazama anavolia, ama hakika unahisi kweli huyu mtu anapitia yale anayopitia. Ni sawa na Mr. Manyanya wakati alipokuwa akisikiliza kipindi kile, wakati Violet alipokuwa akimuelezea yule ambaye ni Madam Suji, akimuelezea kwamba jinsi alivyotembea na bodaboda wakati alipokuwa akisikia. Ukijaribu kutafakari ni kwamba pale kuna vitu alivyovizungumza kiwalisia vinaumiza sana hapa, vinateki ile hisia. Kwa hivyo ukitazama kule, basi hapa na kingine ni kitu ambacho pia huyu mwanadada anafanya vizuri katika upande wa hisia. Kwa sasa na mimi naweza nikasema kwamba kwa dada ambao wakilia wanalia kweli, akiumia anaumia kweli, akiongea anaongea kweli, ukisikia na hema unakuta yani kiukweli kweli kiwalisia yupo kabisa, in reality anaigiza. Hicho ni kitu ambacho kinazidi kumweka hapo. Basi hao ni machache ambao yanazidi kumweka hapo. Lakini pia ukijaribu kutazama ni binti mrembo sana ambaye yuko vizuri kinoma na anafiti kila kona, kwenye ubabe, kwenye nini, kwenye pukushani, kwenye simanzi, kwenye ujuaji, kwenye nini. Basi yote hayo anayabeba yeye. Hivyo unaweza kuona jinsi gani ambavyo yupo vizuri kiwalisia. Basi naomba nikupe challenge hapo chini, uweze kudondosha maoni yako hapo chini kwa upande wako. Ni upi ambaye unamuona ana fit au ni first female actress ambaye anafanya vizuri? Dondosha maoni yako hapo chini, alafu mimi nitaruka naye tuweze kuona ni vitu gani vinamfanya aweze kuwa bora.